Gani mtazamaji wa Mastaz TV popote ulipo. Leo ni siku ambayo nitakuletea izinisho kwanza sherehe mwanzo mpaka mwisho wa izinisho ya Boxing Day kwa mazingira ambayo tulipo. Hiyo ni sikukuu ambayo inasherekewa tarehe 26, lakini umetokea sintofahamu ya mazingira kidogo ndio maana imeizinishwa leo, lakini ni sherehe ile ile inayotambulika vile vile. So nikusogezee tu interview ya mimi na MC exclusive nzima, utaipata maelezo kutoka kwa MC wa sherehe na utamjua yeye MC kama yeye ni nani na ilikuwaje akawa MC. Karibu, nikusii usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare kwenye Mastaz TV. Pia usikose kuitafuta Victorious Group kwa ajili ya mahojiano mengi na mengi zaidi. Karibu. Hali gani? Salama. Poa. Poa. Kwa majina? Damas Steve Alonda. Damas Steve Alonda MC. Yes, haina shida ukiniita MC, ukiniita mwalimu, haina shida. Okay, vizuri sana. Tumekuona ukawa MC kwenye sherehe nyingi, lakini hususan sana unafanyia sana Victorious. Hatujui siri nzito ya wewe na Victorious ikoje? Ya mimi ni MC, first of all mimi ni MC wa Victorious. Na Victorious ndio imenikuza. Na niseme sherehe nyingi sana nimefanya na Victorious, na hii hapa ni Boxing Day ya 2025. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ila licha kwamba haijafanyika tarehe ile ile, lakini hii inaitwa Boxing Day. Yes. Okay, MC Damas, ulisema kwamba wewe ni MC wa Victorious. Ni kitu gani au ni hali gani ambayo ilikushawishi wewe ukaona wewe MC kwa kundi yenu? Yeah, first of all mimi nilishawishiwa na uongeaji wa MC ambao niliwafuatilia, like MC Garabi, MC Dr. Cheni. Ni watu ambao wamenipa hamasa kubwa sana, kunivutia kiasi kikubwa hadi nikafika hatua ya kusema no, na mimi nijaribu. Na nilivyojaribu nimshukuru Mwenyezi Mungu, VG au uongozi wa VG wa hapo awali ulikubaliana na mawazo yangu na wakasema kwamba no, utapima na utajaribu. Hadi kwa muda huu sina hesabu ya sherehe ambazo nishagawahi kuzifanya ambao nishagawahi kumotivate. So ni nyingi sana. Ina maana chimbuko lako la kuwa MC lilianza Victorious? Of course chimbuko langu la kuwa MC lilianza VG. Okay. Kama mwanamemba wa VG, Victorious ni kundi ambayo inahusika na akina nani na ni kundi ya wanani? Ya kiuhalisia VG ambayo inaitwa The Victorious Group ni kundi ambayo inahusika au inajihusisha na sherehe hizi za Kikristo. First of all za Kikristo. Baada ya kupata maono haya kuandaa hizi sherehe za Kikristo, tuliona ni vyema pia tuwe na mradi mmoja wa kusaidia watu wenye mahitaji maalum, kwa lugha nyingine tunawaita wasiojiweza, ambao ni watu wenye ulemavu, wazee, wajane, wagane, watu kama na hao ambao wana mahitaji maalum tunawasaidia kwa njia moja au nyingine. Okay. Ushafanikisha kufanya hivyo au mshawahi kufanikisha kufanya hivyo kama ulivyosema hapo kwa mara ngapi? Kama sijakosea nafikiri tushagagawa vitu kwa watu kama nao ambao nimewataja hapo awali mara 4, migao 4. Yeah. Okay. Kama wewe ni mwanamemba wa Victorious kama ulivyosema, hizi sherehe za Boxing Day mshawahi kuzifanya mara ngapi? Kama nilivyosema, nafikiri hii hapa Boxing Day ni boxing ya 5. Ya 5 toka tuanze. Tulianza na Jubilee, tukaja na Golden Part, then tukaja na Boxing Day. Nafikiri ni Boxing Day ya 3, lakini sherehe kama na hizi ni sherehe 5 tayari ambazo umesha kuzifanya nyinyi kama Victorious. Of course. Okay, tunaenda kwa upande wa MC. MC kama MC tunavyokuona hapa kwetu. Ulikuwa MC wa Victorious. Sasa hivi tunakuzoea kwenye sherehe zingine. Inakuwaje au maongezi yanakuwaje mpaka nafika kuwa MC wa sherehe? Nafikiri kama tunavyozoea hapa kambini, kuna watu wanajiita wa MC wengi. Ila mimi nasema ukweli, kambini hakuna MC, kambini kuna wa motivator ambao wanakuja kusherehesha sherehe, ndo wako hapa kambini. Lakini kusema kwamba MC kwenye zile tabaka za UMC bado watu hawajaingia kabisa. Na niseme niende na mkumbo wa kambini ni kwamba watu wanafurahia ushereheshaji wangu, wanafurahia navyo motivate sherehe, wanapata zile hamasa, so wanafurahia na wanahitaji wamchukue Damas aje asherehesheje. Kama jana tulikuwa na tukio babu kubwa sana
nafikiri hajawahi kutokea hapa kambini. Harusi ambayo tulikuwa nayo jana, tulifanya matukio kabisa mazuri hadi watu wakasema hii sherehe ilikuwa ya kifani, ilikuwa na staili zingine ambazo hatujazoea hapa kambini. Tofauti kabisa. Na video zipo YouTube, anayependa aingie YouTube achukue sherehe ya ndugu Yohana na Bi Sofia, MC pale ni Damas. Utajipatia vitu vipya kabisa ambavyo siamini labda wengine wahige ndo wapate vitu kama na hivi. Okay, vizuri. Yani mliperform nyinyi ndio mlikuwa wa kwanza kuperform kwa design ile? Nafikiri, maana nimefuatilia sherehe nyingi sana za hapa kambini, zaidi sana harusi, let me say wedding party. Nimezifuatilia sana, sijaona tukio kama ile ambayo ilipita jana. Tulishukuru Mungu na tunamshukuru Mungu maana alitupa uwezo na ujasiri na ujuzi wa kuunda mambo kama nayo ambayo ni mapya kabisa. Tulishirikiana na ndugu MC ambaye anaitwa MC Deka, tukafanya kazi vizuri na mambo yakaenda vizuri. Okay, ulisema kwamba kambini hakuna MC, kambini kuna wale wafurahishaji tu, tuseme motivate wa sherehe, na ukasema kwamba aliyekushawishi wewe kuwa MC ni Garabi na MC mwingine nimemsahau jina, lakini nataka niulize kwa nini wao hujataka kuwa MC? Unataka tuwe motivate kwa nini? Nimesema nikiwa nje, nikisema nikiwa mikoani mimi nafanya UMC. Nikija kambini na kuja kumotivate, ina maana nafanya motivator. Hatuingii kwenye zile kanuni za UMC. Nini? Unajua kila kitu kina mazoea. Kambini watu wamezoea kitu kimoja. So kuleta kitu kipya kwa wakimbizi wenzangu kama mimi, yani inaleta utata sana, inaleta kama vile mganganyiko wa kitu fulani hivi, watu wanashindwa kuelewa ni kitu gani. Ngoja nikupe mfano ndugu mtangazaji. Mfano Boxing Day ambayo tunayo bado ni jambo au ni sherehe mpya sana kwa wakimbizi, hawaelewi ni nini, lakini mikoani wenzetu na wale ambao wanauelewa Boxing Day wanaisherekea na wanaandaa na wanajiandaa kihalali kwa hali na mali sherehe kama na hii. Kama nilivyosema awali kwamba Boxing Day au kwa lugha nyingine ya Kifaransa inaitwa Échange de Vie. Ni sherehe ambayo inawapa wale wapendanao. Nikisema wapendanao sio mke na mume tu, wala sio wapenzi. Baba mama, yes. Unaweza kupenda rafiki, kupeana zawadi. Hata kwenye kalenda hiyo imewekwa tarehe 26 after Christmas. Yeah. Okay, MC kama MC wa sherehe na unafanya vizuri kwenye sherehe zingine na zingine, ni changamoto ipi labda ushawahi kukutana nayo kwenye hizi sherehe zetu za kishamba tuseme, za kikambi? Ni changamoto ipi ambayo ulikutana nayo alafu ikakukatisha tamaa kabisa ya kuendelea kufanya kazi kambini? Changamoto ya kwanza ni kwamba watu wa kambini au sisi watu wa kambini hatutaki kukopi au hatutaki kubadilika kwenye vitu vipya. Tumeshikilia yale yetu ya kambini, hatutaki kuchukua yale mengine ili tuinuke. Ina maana hatutaki kutoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Na hiyo ni moja sababu ya hawa ambao wanajiita wa MC hapa kambini wanashindwa wafanye nini kulingana na mkumbo wa kambini. Si kana kwamba ita hawajui, si kana kwamba ita hawawezi. Niwe mwazi, wanaweza, lakini wataanzaje kuleta kitu kipya ili kwenye mazingira yetu, ili waingize watu, ili wafike hatua ya kuconvince wakimbizi au walikuwa wetu. Imagine sherehe zetu za Nyarugusu, tunapanga sherehe ianze na saa 8, walikuwa wanaingia ukumbini saa 9:30, saa 10. Utakuta ni kama vile hawajasogea kwenye sherehe. Na changamoto nyingine ni hali ya usalama, mazingira yetu. Sherehe inapoitwa sherehe haianzi na saa 8, sherehe inaanza na saa 1, saa 3 hadi jogoo. Utakuta ya usiku hadi majogoo. Yes. Sasa kama sherehe inaanza saa 1 hadi majogoo usiku, tofauti ya tuseme hizo sherehe hapa kwetu zinachukuliwa ni sherehe za kipagani. Sasa ukifanya hivyo unaonekana kama unafanya upagani. Sijui wewe MC kama MC imani yako inakwambiaje kuhusu hizo sherehe? Ninavyojua sherehe ambazo ninazosimamia, hakuna sherehe ya kipagani ambayo ninayosimamia mimi Damas. Na sijawahi kusimamia sherehe ya kipagani
mimi kama mimi MC Damas sijawahi kusimamia sherehe ya kipagani. Sawa? Sherehe zote ambazo huwa nasimamia ni sherehe za Kikristo ambazo tunaendesha Kikristo. So naposema sherehe hii hapa ya kuanza saa 1 au saa 3 hadi majogoo, wedding party, let me say wedding party, sherehe ambayo tunaita harusi au ya ndoa, hizo ni sherehe ambazo zinaanza saa 3 kwenda majogoo. Kwa sababu gani? Hapa tayari waalikwa au watu wengi wana muda. Lakini mazingira ya kambi na usalama wa kambi na sheria ambazo tumewekewa kambini inatubana. Hata kwa muda huu, hii Boxing Day hivi tunaangalia saa, tayari ni saa 12 kasoro dakika 20. Tunatamani tumalize mapema ili tuokoe muda, watu warudi manyumbani vizuri na sisi tufanye shughuli zingine za kurudi manyumbani vizuri kulingana na taratibu za serikali na usalama wa kambini kama ilivyoainishwa na mkuu wa kambi ya Nyarugusu. Okay, vizuri sana. Uko nasi kwenye Mastaz TV na mmesema nyinyi watu wa Victorious kama mlivyosoma hapo, kama tuseme ni risala au tuseme mnavyo bezi sana navyo ni watu wasiojiweza, walemavu, yatima na kadhalika, na mkasema kwamba sherehe zenu hizi mnazifanya ili kwa sababu ya kupata ile kidogo ya kufanya kuwezesha wale watu wapate na wenyewe sabuni na kitu kingine. Unalipi la kumwambia mtazamaji wa Mastaz TV kwenye TV yetu ya Mastaz TV? Unalipi la kumwambia kwamba mimi Damasi au MC Damasi una promote kazi yako kinamna gani? Naweza nikajibu kwamba kiukweli sisi tunatamani kuendelea na huduma kama na hii ya kusaidia wenzetu wenye mahitaji maalum. Lakini kwanza, first of all, mimi nilikuwa nje ya Tanzania, sio nje ya kambi, nilikuwa nje ya Tanzania kabisa. Nimekuta mambo yamebadilika, kusema kwamba ukitaka kuwapa watu kama na hao lazima uone shirika husika, helpage, I don't know what, vitu kama na hivyo. So sisi lazima tufuate taratibu za serikali. Katiba yetu au kanuni zetu hazijapingana na taratibu za serikali ya kambi au za serikali ya Muungano wa Tanzania. Tunafuata kile ambacho wamekisema. Tukipata nafasi ya kufanya huu mgao tena, tutaangalia au tutaona wahusika ambao ni helpage, sijui, tunawapa hoja yetu, tunafanya hivi na hivi na hivi, wakiruhusu tunafanya, wakikataa na sisi tunaacha, kwa sababu tuheshimu wenye mamlaka. Okay, mtazamaji wa Mastaz TV, umemsikia Damasi anayefanya vizuri kwenye tawi la MC alivyosema. Huyu hapa ni MC wa Victorious kama alivyotambulika, na huyu hapa pia anafanya MC kwenye sherehe mbalimbali. Kama alivyosema kwamba kambi sasa hivi iko kwenye mazingira magumu na inaelekea pagumu kabisa. Hawezi kutoa msaada kwa mtoto yatima, msiojiweza wa haina yoyote bila kuona shirika husika. Na kama alivyosema wao Victorious walikuwa na base sana na watu kama hao, lakini inaonekana kwamba itabidi tena wafanye mchakato wa kuonana na mashirika ili waweze kukubalika. Ulikuwa nami Tunza Amos ndani ya Mastaz TV. Ni usisahau tena kusubscribe, kulike na kucomment. Comment kitu cha lazima, maana comment yako itanitoa hapa na kunifanya nifanye vitu vizuri zaidi. Bye bye.